Tarehe 9 maandamano yapo, tutake tusitake. A few moments later. Usije ukajaribu kutoka, utakufa. Kwa sababu mezani kwake Trump taarifa za Mange anazo mezani kwake, na kawauliza wenzake huko, kwa nini Mange Kimambi mnamuhifadhi Marekani akiwa wakati huo wakati anadichafua taifa lake? Trump anauliza, mnamwamini vipi Mange Kimambi wakati kama ameweza kulitoa sadaka taifa lake, anataka kulizamisha taifa lake, atashindwa kulizamisha taifa la Marekani? Ndio hoja kubwa. Ndio maana Mange Kimambi mpaka sasa ameshachanganikiwa. Maria Sarungi ni shetani kwa sababu si Mtanzania. Niwaambieni tu ukweli. Ndio maana ni mwanamke wa ajabu, ni mtu wa ajabu. Automatically mtoto wa kike huwa anakuwa na uchungu na baba yake. Lakini bahati mbaya iliyojitokeza, Maria Sarungi baada ya kufa baba yake alishindwa kuja kumzika baba yake. Ushanifahamu? Alishindwa kuja kumzika baba yake kwa sababu anajijua yeye uhalisia wake sio raia. Jiulizeni kwa nini yuko Kenya. Niliwaambia baba yake ni anaitwa ni Mjaruo. Wajaruo wanatokea nchi gani? Au mimi mnielewi? Mnaweza mkasema mimi naongea pumba. Mjaruo anatokea nchi ya jirani, ndio yuko alikojificha Maria Sarungi. Katika hao watu wote wanaohamasisha maandamano, hakuna aliye Tanzania hata mmoja. Nyinyi vijana wenzangu wenye uchungu na taifa hili, ambao mna kiu ya kuweza kutekelezewa yale mnayoyahitaji, mnatolewa sadaka na kafara. Mimi nawaambieni ukweli kwa faida za watu wachache. Mimi leo nakuuliza, nichambulie kwenye katiba, ni kipengele gani kinachokusumbua? Kama kinakusumbua vijana kama vijana, na mimi nasema mimi nitakuwa pamoja na nyinyi katika mazingira yafuatayo. Tutaitisha kikao, tutamuomba waziri wa vijana akatutatulie matatizo yetu, lakini sio kuwatumia hawa walalahoi wahuni, majambazi, makahaba wasiokuwa na adabu, wenye kunuka harufu chafu. Nisikilizeni kwa umakini. Ninayazungumzia kwa sababu nina uchungu. Yaliyotokea mnamo Oktoba 29, waliokuja kupata matatizo wengine, kwa sababu automatically serikali lazima ijimarishe, serikali lazima ijilinde, ndio yatakayotokea Oktoba 9, Disemba 9, ndugu yangu Mtanzania. Usije ukajaribu kutoka, utakufa. Kwa sababu hao wanaopanga maandamano, kumbukeni wamesema wanakwenda kutafuta silaha wanapozijua wao. Je, hawa watu kweli wanahitaji mabadiliko, wanapinga utekaji, au wanataka kufanya nini? Wengi watafunja redio zao, wengine watafunja television. They will not believe.